Na mtazamaji, tusagilie pale kwa Mudhoka kidogo, ambapo miaka 2.5 iliyopita Rais William Ruto alionyesha ujasiri mkubwa kwa kumshinda kiongozi wa ODM Raila Odinga ambaye alikuwa akiungwa mkono na serikali ya wakati huo. Hata hivyo, wakosoaji wa Rais Ruto wanasema kuwa umaarufu wake umeshuka kiasi cha kutisha nafasi yake katika uchaguzi mkuu ujao. Mwanahabari wetu David Mudhoka anaangazia matukio makuu ya kisiasa yaliyotukia katika kipindi cha kwanza cha muhula wa kwanza wa William Ruto kama rais. Excellency, the President. Ni miaka 2.5 tangu William Kipchirchir Samoei Arap Ruto achukue ubwana wa nchi. The 5th President of the Republic of Kenya. Alionekana kama mwanasiasa shupavu zaidi nchini kwa kuandikisha historia kama kiongozi wa kwanza kuwa rais nchini kwenye jaribio lake la kwanza, na kwa kumpiku mzoefu Raila Odinga wa Azimio. Ila sasa umaarufu wake umefifia kwa kasi ya ajabu kutokana na changamoto zinazomkabili katika utawala wake mchanga akiwa rais. Miezi 6 tu baada ya Ruto kuapishwa, upinzani uliandamana kupinga gharama ya juu ya maisha na yakafuata yale yaliyojulikana kama maandamano ya sufuria. Kutokana na sekeseke hilo, Ruto alikutana na Raila faragani Mombasa mwezi Julai mwaka 2023 na kuamua kubuni kamati ya majadiliano maarufu kama NADCO iliyofaa kutoa mapendekezo ya jinsi ya kutatua swala la gharama ya juu ya maisha. Kofi tafadhali. Kamati hiyo ilitoa ripoti yake mwezi Novemba mwaka 2023. It was basically an attempt to not to accommodate, but to hold the opposition from continuing with the protests. Ripoti hiyo ilitajwa kuwa na upungufu mwingi wa utekelezaji. Mwezi Juni mwaka uliopita, vijana wa kizazi cha Gen Z waliingia barabarani kulalamikia mapendekezo ya kuongeza ushuru kwenye mswada wa fedha wa mwaka 2024. Kwenye maandamano hayo yaliyodumu miezi 3 kwa mpigo, waandamanaji zaidi ya 60 waliouawa kikatili, asasi husika zilisema. Since independence, and I would say since the Mau Mau, the rise of the Gen Z was the greatest challenge to the civilian state in Kenya. And it brought us very, very close to what was done in the 1950s, the state of emergency. Ruto alimtafuta Raila tena. I, John Mbadi Ngongo. Na wawili hao wakabuni serikali jumuishi. Wandani wa Raila wakaingia serikalini. Many Kenyans obviously see presidents succumbing to the Gen Z, making changes in the government, bringing this and that. That was the real play, was the fact that he needed to change the system as he organized for 2027. And therefore he was killing quite a number of birds, maybe not one, not two with one stone, but many with one stone. Ruto naye. Mtazamaji, ukina wa taarifa hiyo ni mwendo wa saa 3 katika taarifa kwa lugha ya Kimombo. Naomba nipate mapumziko mafupi na rejea muda si mrefu na taarifa za sport. Sana mbali. Kila safari huanza na ndoto. As we celebrate 40 years, our promise is to be with you for life. Tufanikishe zaidi. Indulge in the moment with every spoonful of Delamere real fruit yogurt. When I have back pain, I reach for 2 tablets of Panadol Extra. It's boosted by caffeine for fast relief of strong pain, like headache, toothache, and muscle pain. And I am finally released from pain and ready to be there for those who need me. Try Panadol Extra for fast and effective relief from strong pain.
kila safari